Zanzibar ikaondoa rasilimali ya mafuta kwenye nchi ya muungano. Zanzibar ikaondoa rasilimali ya madini kwenye swala la muungano. Zanzibar ikaondoa swala zima la gesi kwenye masuala zima ya muungano. Wakayaondoa haya masuala kwenye muungano. Maana yake ni kwamba wao sasa swala watakusanya wao au watafaidika wao, sio tena litaweka kwenye kapu la muungano. Ilitolewa kupitia sheria namba 21 ya 2015. Hizi bandari na viwanda vya ndege vyote hivi vimeondolewa kwenye muungano. Badala yake haya sio masuala ya muungano. Kwa nini tena huyu Profesa Mbarawa anawezaje kuweka pale kwenye waziri wa uchukuzi, wakati swala zima hili sio swala la muungano? Hayo ndio masuala mazito, na ndio maana naweza nikasema kwamba huyu Mbarawa amewekwa pale strategically kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananyonya na wanapora rasilimali za nchi yetu ya Tanganyika. Kwa sababu ukiangalia waziri Profesa Mbarawa ni waziri wa uchukuzi, mwanasheria mkuu wa serikali ni Mzanzibari, waziri ni Mzanzibari, mwanasheria mkuu wa serikali ni Mzanzibari. Maana yake mwanasheria mkuu wa serikali, maana yake mikataba yote tunayoingia leo, hauwezi ukasema kwamba huyu mwanasheria mkuu wa serikali akawa na uchungu na rasilimali zetu za Tanganyika. Yeye ni Mzanzibari, wakati mambo swala yote yanayohusu uchumi Zanzibar wamejiondoa kwenye muungano. Sasa anaenda kusaini mikataba inayohusu gesi kwa mfano, mikataba inayohusu madini kwa mfano, mikataba inayohusu makaa ya mawe kwa mfano. Mwanasheria mkuu wa serikali inamuuma nini? Itamuumaje? Huyu mwanasheria mkuu wa serikali ni Mzanzibari. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya majadiliano wakati wa kuuza bandari ya DP World, mnakumbuka? Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa majadiliano. Hamza Jahari leo mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa ndio mwenyekiti wa government negotiation team wakati kwenye sakata la DP World. Je, yeye hawezi kuwa na maana yake ni kwamba hawezi kuwa na uchungu wowote kwenye issue zinazohusu Tanganyika kwa sababu yeye ni Mzanzibari, wakati rasilimali zao Zanzibar zimeondolewa. Na ndio maana wameshajenga wameplani kuziumiza au kuziharibu bandari zetu za Tanganyika kwa manufaa ya ujenzi wa bandari zao kule Zanzibar, kwa sababu wana mpango wa kuanzisha wa kujenga bandari Mangopwani pale, bandari kubwa. Na ukiangalia ule ujenzi wa bandari, ule mkataba wa bandari wa Mangopwani ni mkataba ambao ni wa kizalendo kweli kweli. Wamesuka mkataba ambao utakuwa na win-win situation, kiasi kwamba mwekezaji yoyote atakayekuja pale Zanzibar kwenda kuwekeza pale Mangopwani lazima awe yani serikali ya Zanzibar na yeye mwekezaji watakuwa na win-win situation. Tofauti kabisa, ni contrary kabisa na ule mkataba uliosainiwa katika huku Tanganyika wa DP World. Kwa sababu huu mkataba wa DP World unachukua rasilimali, unampa Mwarabu, unachukua rasilimali zetu, tunamkabidhi mwekezaji au huyu ambaye hajawekeza chochote, ambaye ametajwa kwa mujibu ametungiwa na sheria kwamba huyu ataleta support, yani atawekeza dola za Marekani milioni 650, nafikiri milioni 250 ndani ya miaka mitano. Ndani ya miaka mitano, wakati sisi tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja pale. Maana yake huyu DP World hajaofa kitu chochote, halafu leo anachukua 40% ya mapato. Yeye ndio anayekusanya. Sijajua kama mnanielewa. Maana yake ni kwamba huyu hata usalama wa bandari yetu utakuwa ni mdogo. Na ndio maana mwaka jana ilipiga kelele kwamba kuna makontena ya silaha zilikuja zikapita pale bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa ni rahisi, maana yake hawa watu walifanya mpango huo kwa sababu walikuwa na lengo la kupitisha mambo kama haya. Kwa lugha hiyo, kama DP World ndio anayesimamia pale na zimepitishwa silaha. Na silaha baadaye tunaona mwezi wa Oktoba 2025 tunaona wananchi wanapigwa risasi, wakati tulikuwa na tuhuma kubwa ya makontena ya silaha zimepita pale bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa ni rahisi kupitisha makontena kutoka pale bandari ya Dar es Salaam kwa sababu
Bandari sasa iko chini ya DP World, maana yake si haiko chini yetu sisi. Anayeoperate na anayesimamia ni DP World. Maana yake ni rahisi hata kupitisha biashara za magendo, ni rahisi hata kupitisha madawa ya kulevya kupita pale bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu haiko katika chini ya usimamizi wetu tena wa Tanganyika. Imefanya hivi kwa sababu mwanasheria mkuu wa serikali, government negotiation team, na wakati inasainiwa mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa ni huyu Hamza Johari, kwa lengo la kuhakikisha kwamba dili letu lilindwe kabisa na DP World. Hasa utasemaje kwamba hapa hakuna upendeleo? Tunaipendelea Zanzibar na tunapendelea watu kutoka Zanzibar ili kusudi wanyonye Tanganyika na kuiumiza kabisa kiuchumi Tanganyika. Na nikwambieni Watanzania, Watanganyika, I can guarantee you, baada ya muda mfupi hawa viongozi watakapoondoka, tutaachiwa makapi sisi Tanganyika. Tutaachiwa makapi sisi wa Tanganyika. Tutaendelea kusuffocate kwa muda mrefu sana, kwa sababu agenda yao ni kuhakikisha kwamba wanaua kabisa Tanganyika, uchumi wa Tanganyika tusiwe tunajitegemea kabisa, wali wajenge kule Zanzibar. Kwa sababu unapojenga bandari ya Mangopwani na huku bandari za Tanganyika mmeshazimiliki nyinyi, maana yake mtazuia mizigo kuingia huku Tanganyika, badala yake mizigo itashuka pale Zanzibar. Maana yake itakaposhuka Zanzibar, itashuka Zanzibar na mtaambia huku Tanganyika kwamba ipite bila ushuru. Haitapita, haitatoza ushuru, kwa sababu tayari kule Zanzibar imeshatoza ushuru. Maana yake sisi wa Tanganyika huku yaani bila kueleza ukweli, lazima uwe na akili. Nakwambia maana yake ni kwamba ikishashuka kule Zanzibar, maana yake ni kwamba hata bidhaa zote zitakazokuja huku Tanganyika, zinazopita katika nchi zingine, zinazoenda Burundi, zinazoenda Rwanda, zinazoenda Kongo, zinazoenda Zambia na wapi, zitakuwa zinapita pale bandari ya Dar es Salaam, zitakuwa zinapita bure. Yaani maana yake sisi wa Tanganyika tutakuwa hatuwezi kutoza tena. Ndio mpango wao watu wa Zanzibar. Tumieni akili. Ndio maana wanataka kujenga ile bandari ya Mangopwani. Sasa hiyo unajenga bandari ya Mangopwani kwa ili msaidie nani? Au ili mnufaishe nani zaidi? Kwa sababu kile ni kisiwa. Kujenga bandari ya Tanganyika, Dar es Salaam au bandari zetu hizi ni sawa, kwa sababu tayari hizi ziko kwenye rendi. Ile iko kwenye kisiwa. Maana yake utatoa tena kisiwani, utatoza pale, utashusha mzigo wako Zanzibar. Alafu ukitaka kuna nini, inabidi tena upakie uje float kwenye Tanganyika huku. Sijui kama mnanielewa hivi wa Tanzania. Wa Tanganyika sijui kama mnanielewa.